ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu. Haleluya, nina sababu ya kukuabudu. Haleluya, nina sababu ya kukusifu. Ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu. Haleluya, haleluya, nina sababu ya kukuabudu. Haleluya, nina sababu ya kukusifu. Ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu. Haleluya, nina sababu ya kukuabudu. Haleluya, nina sababu ya kukusifu. Ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu. Haleluya, haleluya, nina sababu ya kukuabudu. Haleluya, nina sababu ya kukusifu. Ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu. Haleluya, haleluya, nina sababu ya kukuabudu. Haleluya, haleluya, nina sababu ya kukusifu. Ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu. Haleluya, haleluya, nina sababu ya kukuabudu. Haleluya, haleluya, nina sababu ya kukusifu. Ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu. Uliniumba ili nikuabudu. Ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu. Mashada bana na maze kantala bande bazanda bande rakata bada 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 la baze tele bada 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 baza
Rekatala bazande bashantala bara 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 da bazantele baranama. Rekatala bazeketele bazandara bazandere bara bara. Rekade bashantala bazentele bazandere bayane. Rakatala bazentele bayane bazande. Ramande bazeketele bazandere bazaya. Rakatala bazentele bara 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 bara. Mazekatolo bozeketele bazandala bayane. Ramande bashakara bazanta bara 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 bara. Rema sekata bana 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 bana. Baba, tuko na sababu ya kukuabudu jioni ya leo. Tuko na sababu ya kusema unastahili jioni ya leo. Tuko na sababu ya kusema wewe ni mwema jioni ya leo. Tuko na sababu ya kukuabudu mfalme wa wafalme. Tuko na sababu ya kukutukuza Mungu uishie milele. Tuko na sababu ya kusema uinuliwe na upewe sifa. Tuko na sababu ya kukuinua mwana wa Mungu aliye hai. Tuko na sababu jioni ya leo. Tuko na sababu ya kusema uinuliwe Bwana. Tuko na sababu ya kusema wewe ni mwema. Hakuna mwingine kama wewe mfalme. Unastahili sifa na heshima mfalme. Mtakatifu, tunakualika katika ibada ya jioni ya leo. Roho Mtakatifu, tunakualika au katamalaki kwa ibada ya jioni ya leo. Atamalaki Roho wa Bwana, onekana kwa ibada ya jioni ya leo. Wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Hakuna mwingine afananishwa na wewe Bwana. Jioni ya leo tunakuabudu. Jioni ya leo tunakuinua. Jioni ya leo tunasema kuna mwingine aliye kama wewe Mungu. Ndio sababu tunakuinua ili sisi tusionekane Bwana. Atamalaki mfalme wa wafalme, onekana kwa njia kubwa kwa ibada ya jioni ya leo. Arekada masetele bazaya imande rebeseketele bazande ikantala mazeketele bazande imande masala barada bana reketele bazande banana mazaya imande lebeseketele bere bere da 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 ama mama na na. Tunakuabudu maana wewe ni Mungu. Shakatana mana 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 mana. Remesheketele bazantele barada bazaya imande rebezeketele bazantele barada bazaya rakada bana bana bazeketele bere 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 imanda bazentele manama rikanta bazentele bere imande bashede bande rekada bana 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 imantele bere 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 rada bashekada imantele bazetere bere bere raza na na ne aya na na. Tazama wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Haleluya, haleluya. Kuna neno gumu lolote usiloliweza. Tazama wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Kuna neno gumu lolote Yesu usiloliweza.
liweza. Sema tazama wewe Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote usiloliweza? Tazama wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote usiloliweza? Imba tazama, tazama wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote usiloliweza? Je, kuna neno usiloliweza? Je, kuna neno gumu lolote usiloliweza? Je, kuna neno usiloliweza? Je, kuna neno gumu lolote usiloliweza? Je, kuna neno usiloliweza? Je, kuna neno gumu lolote usiloliweza? Je, kuna neno usiloliweza? Je, kuna neno gumu lolote usiloliweza? Je, kuna neno usiloliweza? Je, kuna neno lolote usiloliweza?
Dayana nana manena na. Usilo liweza. Barata ya zatara baganda. Tazama wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Kuna neno gumu lolote usiloliweza. Tazama wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Kuna neno gumu lolote usiloliweza. Kuna neno usiloliweza. Kuna neno gumu lolote usiloliweza. Bashadara mandele banda banda toka parata yanda barada shede barada da baze kantala bandele bazande rakada bashekentele bazanderele bazande rana mazekentele banana mazekentele barada bazaya rimande bashedere bezekentele bazandere banana remande bashekada la bazentele berebe rakada bazentele bande bashanda la bazaya rimande basheketele bazandere bazaya ramande basheketele bazandele barada bazaya. Yeni jambo gani ngumu kwako Mungu? Sheda barana na mansantele barada ba rekande bashetele bazandele bazantolo boyan rekade bashentele bazanda la mayanda rimande basheketele bazandele bayanda. Hakuna jambo usiloliweza Bwana, hakuna jambo usiloliweza Bwana, hakuna jambo ngumu kwako usiloliweza, hakuna jambo usiloliweza Mfalme. Shede bandele mandala mayana sheketele bazandele banda shada banze kantala manama shada la 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 maz shakatele bazandeli mana mandera basheketele mana. Moyo wangu nakutamani, moyo wangu natamani kuona wokovu wako, moyo wangu nakutamani jioni ya leo, moyo wangu nafsi yangu inakutamani Bwana, nafsi yangu inakutamani jioni ya leo, moyo wangu nakutamani Bwana. Mashandele mazanda barakanta mazetele bayandele basada na 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 reketele bazande mashada na mayanda mazetele bazandele bazandele bayanda
mashada bada 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 bazaya. Moyo wangu nakutamani, moyo wangu nakutamani jioni ya leo. Natamani kutembea na wewe. Mazaraba shedebereberebe rimande mashada na manzendeleba reketeleba zandeleba yana kabarada dida debe shazadeda masada raba sekatalaba. Wewe ni mwaminifu siku zote. Kila siku, kila saa, mwaminifu Bwana. Kila siku, kila saa, mwaminifu Bwana. Mwaminifu Bwana, mwaminifu Bwana, kila siku, kila saa, mwaminifu Bwana, mwaminifu Bwana, mwaminifu Bwana, kila siku, kila saa, mwaminifu Bwana, mwaminifu Bwana, mwaminifu Bwana, kila siku, kila saa, mwaminifu Bwana. Oh, kila siku, kila siku, kila saa, mwaminifu Bwana. Oh, kila siku, kila siku, kila saa, mwaminifu Bwana. Mwaminifu Bwana, mwaminifu Bwana, kila siku, kila saa, mwaminifu Bwana. Oh, mwaminifu wakati wa mateso, mwaminifu Bwana, kila siku, kila saa, mwaminifu Bwana. Oh, kila siku, kila siku, kila saa, mwaminifu Bwana. Oh, kila siku, kila siku, wewe ni mwaminifu Bwana, hata wakati hautatenda. Oh, kila wakati wewe, hata wakati bado tunakungoja, hata wakati bado Baba hujafanya. Oh, kila wakati wewe, hata wakati Bwana tunakungoja, kila saa, mwaminifu Bwana. Oh, kila siku, kila siku
siku, kila saa, mwaminifu. Hata kati Bwana giza limekuwa jingi katika maisha yetu, wewe ni mwaminifu. You are faithful God. No matter what, you are faithful God. Wewe ni mwaminifu wakati wowote. Wewe ni Mungu mwaminifu wakati wowote. Wewe ni Mungu wewe ni Mungu mwaminifu. Wewe ni Mungu wakati wowote. Wakati wa machozi wewe ni mwaminifu. Wakati wa furaha wewe ni Mungu mwaminifu. Kwa sababu jioni ya leo tumekuja kusema wewe ni mwaminifu. Ndio sababu tumekuja kutangaza katika anga hii ya kwamba wewe ni mwaminifu. Tumekuja kukiri na vinywa vyetu ya kwamba Mungu wewe ni mwaminifu. Wewe ni mwaminifu wakati wote. Wakati wa furaha wewe ni mwaminifu. Wakati wa huzuni wewe ni mwaminifu Bwana. Uwe mwaminifu siku zote. Shada barabara. Oh shada mandele mandala mandele. Mashada mandele bandara bazetele bandala manama. Mashanda raba seketele bandara bazende. Rema sheketele bazandele bazaya. Twaleta sadaka za sifa kwako Bwana. Heshima na mamlaka zipokee. Mtakatifu, mtakatifu, twakuita mtakatifu. Oh Yesu, wewe mtakatifu. Twaleta sadaka za sifa kwako Bwana. Heshima na mamlaka zipokee. Mtakatifu, mtakatifu, nakuita mtakatifu. Oh Yesu, wewe mtakatifu. Naleta sadaka za sifa kwako Bwana. Heshima na mamlaka zipokee. Mtakatifu, mtakatifu, nakuita mtakatifu. Oh Yesu, wewe mtakatifu. Oh naleta sadaka za sifa kwako Bwana. Oh heshima na mamlaka zipokee. Oh mtakatifu, nakuita mtakatifu. Oh Yesu, wewe mtakatifu. Pokea sifa na utukufu na heshima Bwana. Pokea sifa
heshima, heshima na mamlaka zipokee. Mtakatifu, 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 nakuita mtakatifu. Yesu, wewe mtakatifu. Naleta sadaka za sifa kwako Bwana. Heshima, heshima na mamlaka zipokee. Mtakatifu, 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 nakuita mtakatifu. Yesu, wewe mtakatifu. Amen. Tutaenda kufanya praise kabla mtumishi wa Mungu amekuja. Haleluya. Inua moyo wangu ili mimi uzungumze nawe. Inua moyo wangu ili mimi nizungumze nawe. Inua inua moyo wangu ili mimi nizungumze nawe. 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 Inua moyo wangu ili mimi nizungumze. Oh Baba, inua moyo wangu ili mimi nizungumze. Oh Baba, inua moyo wangu ili mimi nizungumze nawe. Inua moyo wangu ili mimi nizungumze nawe. Inua moyo wangu ili mimi nizungumze nawe. Baba, inua moyo wangu ili mimi nizungumze nawe. Baba, inua moyo wangu ili mimi nizungumze nawe. Kwa mganga wa kienyeji hakuna jibu lolote katika shida zako na matatizo yako. Neno la Mungu lasema, barikiwa mtu yule anayemtumaini Mungu Baba Mwenyezi. Anayemtumaini Mungu Baba Mwenyezi. Kwa mganga wa kienyeji hakuna jibu lolote katika shida zako na matatizo yako. Neno la Mungu lasema, barikiwa mtu yule anayemtumaini Mungu Baba Mwenyezi. Anayemtumaini Mungu Baba Mwenyezi. Inua moyo wangu ili mimi nizungumze. Oh Baba, inua moyo wangu ili mimi
Oh Baba inua moyo wangu ili mimi. Oh Baba inua moyo wangu ili mimi. Oh Baba inua moyo wangu ili mimi nizungumze. Wapi makofi kwa Yesu? Piga makofi ya. Jipe moyo mwanadamu. Bwana Yesu anakujua, anajua unapolala na unapoamka. Akiwa upande wako na nitakuwa juu yako. Usiwe na wasiwasi, linda imani yako. Usiwe na wasiwasi, linda imani yako. Jipe moyo mwanadamu. Bwana Yesu anakujua, anajua unapolala na unapoamka. Nasema akiwa mfraga, usiwe na wasiwasi, linda imani. Oh inua moyo wangu ili mimi nizungumze nawe. Inua moyo wangu ili mimi nizungumze nawe. Oh Baba inua moyo wangu ili mimi. Oh Baba inua moyo wangu ili mimi nizungumze. Oh Baba inua moyo wangu ili mimi nizungumze nawe. Inua moyo wangu ili mimi nizungumze. Oh Baba inua moyo wangu ili mimi nizungumze. Oh Baba inua moyo wangu ili mimi nizungumze. Oh Baba inua moyo wangu ili mimi nizungumze. Kwa mganga wa kienyeji. God, lift up your voice. Let's worship the Lord. Let's give him glory. Inua sauti yako, mshukuru Bwana jioni ya leo. Just lift up your voices and give him glory. Give him glory. Give him glory. Father, we give you praise. Father, we give you glory. Mambrato jazatara baba yadabades. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. Father, we thank you. Father, we give you glory. Thank you for this service. Thank you for what you're going to say to us. We pray for understanding. We pray for wisdom. We will understand your words. We will understand your words today. In the name of Jesus Christ, we are praying. Amen. Hallelujah. You may have your seats in Jesus' name. Nataka nimwone Yesu. Nataka nimwone Yesu. Nataka nimwone Yesu. Nataka nimuone. Sema nataka nimwone Yesu. Nataka nimwone Yesu. Nataka nimwone Yesu. Nataka nimuone. Sema nataka nimwone Yesu. Nataka
nimwone Yesu, nataka nimwone Yesu, nataka nimwone. Wow. I'm going to be teaching from the book of Ruth. Kitabu cha Ruthu. Ruthu kwa Kiswahili ni sini Ruth tu? Ama Ruthu. So we'll be teaching today, maybe Tuesday or Sunday morning, about lessons we learn from Ruth. Okay, Bible is a story book. It has written word of God. It has word of men of God, and it has stories of people. Bwana asifiwe sana. So Ruth is one of the two books yenye peke yake ndio imeitanishwa na ladies. We only have the book of Ruth and the book of Esther. Hizo zingine zote ni wandugu. Bwana asifiwe sana. Halafu mko hapa kwa dunia mnalia gender balance. Balance iko wapi? Endeleeni na hiyo balance. Mkimaliza mtatuambia. Bwana asifiwe. We only have two books with the names of a woman. That is the book of Ruth and the book of Esther. And this book, the book of Ruth, is older than the book of Esther because it comes immediately after Judges. Praise the name of the Lord Jesus. The book of Ruth comes after the book of Judges. I'm just giving you the background of the book of Ruth. It is what we are praying for in the morning. Morning glory tumekuwa tunaomba kutoka kwa kitabu ya Ruth. Hii wiki mzima tunaomba kutoka kwa hii kitabu ya Ruth. So kama ulimiss asubuhi, bye. Sauri yako. Bwana asifiwe. But we are doing very well in the morning. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeah. I thank God for seeing you tonight. Wow. You are mzuri. So Ruth, after at least mnajua Genesis inaongea kuhusu Adam kidogo, inarudi inaongea kuhusu Kain anaua Abel. After hapo tunaenda kwa Enoko, tunaenda kwa Seth chapter 5. Chapter 5 inaongea Seth. Kutoka kwa Seth tunaenda kwa Metusela, alafu tunaenda kwa Enoch, tukienda kwa Metusela tunaenda kwa Noah, tunatoka kwa Noah tunaingia Babel, tunatoka Babel tunaingia mambo ya Abraham. Bwana asifiwe. Tukitoka Abraham tunaingia Exodus, tukitoka kutoka ndio tunaingia Joshua. Hapana, Exodus, Leviticus, Numbers and all that is a story of the Exodus from Egypt wakienda Canaan. So Joshua inaanza wakiwa wanaingia Canaan. Bwana asifiwe. Now when they enter Canaan, the theme of the book of Judges, theme ya book of Judges ni kitu moja. There is a very strange thing in the book of Judges whereby Bible inasema kila mtu alifanya kenye ilikuwa mzuri machoni pake. Everybody did what was good in his own sight. Why? There was no government and there was no church. So Bible inasema that period of Judges, people were only relying on the Torah. Walikuwa na rely na zile sheria za Musa. So hakukuwa na serikali ati ukibia mtu unafanyiwa sijui aje. Hakuna government. Umeshika. Bible inasema kila mtu alifanya Kenya anataka. Imagine sasa Kenya leo kila mtu afanye Kenya anataka. Mimi nakuja kuishi kwako. Hakuna kitu utafanya. Bwana asifiwe. Nachukua shamba yako nafa. So it is good today we have government, at least it brings some order. Bwana asifiwe sana. So before the rulership ya wafalme, Samuel was the last judge. So there were several judges. Kulikuwa na Deborah is also a judge. Deborah was among the judges. So hii kitabu ya Ruth inaandikwa miaka kidogo tu after wameingia Israel. Bwana asifiwe sana. Ni vile hainge combiniwa na Judges because Ruth anaolekea mtoto ya Rahab ambaye anaitwa Boaz. So hii kitabu, the book of Ruth is a very dynamic book and we have so many lessons we can learn from the book of Ruth. Bwana asifiwe sana. So today I will just lay the foundation about the book of Ruth. Praise the name of Jesus. So the book of Ruth is about Ruth.
It's about a story of a lady called Ruth. Number one, I want you to understand Ruth is a Moabite. Ruth ni Moabu. Bwana asifiwe sana. Genesis chapter 19, Biblia inasema ya kwamba Lot akatoka Sodom. Wakati Lot alitoka Sodom na Sodom ikakuwa imeungua, Sodom was burned down and judged by God. So Lot and the ladies, the two daughters of Lot, which were virgins, walienda na baba yao wakaanza kukaa kwa cave. So they were living in a cave. I'm explaining to you the beginning of the Moabites and the Amorites. So walipoenda kwa cave, at that time the children of Job, not of Lot, not of Job, that these daughters of Lot walifikiria kwa sababu Mungu ameharibu Sodom, ameharibu wanaume wote, sawa, amebakisha tu huyo mmoja baba yao. So si ati walikuwa wanapenda sana Kenya walifanya, but according to the timing of those days, haungezaa mtoto peke yako, lazima ukuwe na bwana mwenye anaweza kusaidia. Na walipojaribu kuangalia around, wakaona wametoka Sodom, na from Sodom is like all men were died there according to the daughters, because they saw the judgment of Sodom. So the Bible says they gave alcohol to their father Lot, and the first girl went in and slept with the father, and they got pregnant. Kwa sababu hiyo siku hakukuwa na hizi vitu mnazuia nazo marisasi hizi nyakati. So hiyo siku ilikuwa tu ni twendete. So it happened, the first girl got pregnant, akazaa Moab. The second one akapata mimba na baba yake, akazaa Ammon. So anywhere you see the Moabites, you will know they are children of incest between a father and a daughter. So Ruth comes from that generation yenye ni ya tabia mbaya. So tunarudi sasa Ruth chapter 1. Ruth chapter 1, it says famine came in Bethlehem of Judea. Bwana asifiwe. Dan, kama unaweza enda hapa nitashukuru. Uniakishia hapo ndio nikisema at least fungulia Ruth chapter 1. Watu wasifikirie niko napeana stories zangu tu za jaba. Bwana asifiwe sana. Yes. So tomorrow we'll have our podcast. Kesho we'll be speaking about spiritual fathers. Mababa wa kiroho. Yeah. Watu ya kuleta covering, kutoa cover, sijui kufanya nini. We'll discuss that and see what is the importance of the spiritual father. Why are some of the spiritual fathers abusing the members? When we say abusing, si kulala na wao, ni kuwatumia vibaya, kuwafanya viumbe vitegemezi. I'm trying to look for a good word, not because the good thing about the Facebook, after 30 days wanatoa. Yeah, I've remembered. Ndaliva jazula daba. That's why atupeleki Facebook. Okay. Wakisha fire. Mwaka. Ama ni mimi ni mwaka tu. Shika. Mwaka. So we will be discussing the book of Ruth. Sasa there are some things nataka uelewe. Ruth anatoka Moab, that one I've established. Nataka tu ushike hiyo ukweli. Number 2, kitu nataka uelewe pia ni hii ya kwamba Bethlehem of Judea, famine ilikuja. The meaning of the name Bethlehem. Bethlehem inamaanisha nyumba ya mkate. Bwana asifiwe sana. Bethlehem means what? The house of bread. Famine came in the house of bread. Kukakosekana mkate, mahali mkate inafaa kukua. Bethlehem means house of bread. Nangoje ufungue Ruth chapter 1. Si ndio hiyo, sinaona iko connected.
Ilikuwa wazi, so ifunge uifungue. Hiyo Bible show ilikuwa open, sasa iwezi ikakuja tu pale direct, ifunge tena uifungue. So hii ni story ya mama anaitwa Naomi, bwana yake anaitwa Elimelech, na wako na watoto wawili wanaitwa Mahlon and Kilion. Bwana asifiwe. Leo nitawapia tu background introduction ya hii kitabu. Hii kitabu si Ruth aliandika. Theologians wanasemanga ni kama ni Samuel aliandika hii kitabu ya Ruth. Ni kama ni Samuel aliandika hii kitabu. Umeshika mpaka pale. Maana hii ina happen si miaka mingi kutokea Joshua waingie Canaan. It's not long since they entered Canaan, the book of Ruth is written. This story of Ruth ina happen between. Kwa nini? Kwa sababu Rahab anazaa Boaz mwenye anakuja kuolekana Ruth baadaye. Umeshika? Yeah. So fungua Bible show sasa. Angalia, let's read together. Ruth chapter 1 verse 1. Now it came to pass in the days when the judges ruled that there was a famine in the land, and a certain man of Bethlehem, Judah, went to sojourn in the country of Moab, he and his wife and his 2 sons. Okay, nataka ushike kitu hapa. Bethlehem inamaanisha nyumba ya mkate. Bethlehem is where wheat was available. Bwana asifiwe sana. Now, what does it mean when famine comes to the house of bread? Remember, these are covenanted people. Hawa ni watu Mungu aliwaahidi. God promised the children of Israel, I'm taking you to a land of milk and honey. Bwana asifiwe sana. So sometimes in your life as a child of God, famine might come in the house of bread. Kuna kuwa na njaa kwa nyumba yenye kunafaa kuwe na mkate. Sijaanza kuelezea, niko na kuelezea tu verse 1. There was famine in Bethlehem, Judah. Bethlehem means the house of bread. So ukikosa mkate kwa nyumba ya mkate, usishangae, wewe si wa kwanza. Si ndio hii story? Bwana asifiwe sana. So the meaning of the name of the husband Elimelech, it means, go to the next verse so that we see the story of these people. So that I expand this story by 7:30 will be done. And the name of the man was Elimelech. So number 1, nyumba ya mkate haina mkate. Umeshika? Number 2, the name of the man is Elimelech. Elimelech means God is my king. Elimelech means God is my king. And the name of his wife was Naomi. Naomi means pleasant. Naomi means kitu mzuri. So God is my king, akaoa kitu mzuri. Alafu wako anaishi kwa nyumba ya mkate. Alafu hakuna mkate kwa hiyo nyumba. Na huyu mtu ni mtu Mungu anatawala. Maana God is my king. He is ruled by God. By virtue that God is with you does not mean you will not lack. Does not mean that there are some days you will not face challenges. Because you are a born again Christian, it does not mean everything will go well. There will be challenges in your business. There will be challenges in your life. There will be challenges in your health. Challenges will come. Why? There was famine in the house of bread, where God was the king. Because this time is during Judges. God was the one ruling Israel. No king was there. Saul was not a king yet. So in the house of bread, there can be famine. This Christianity that you are taught today, that you will is only fruits in heaven. God is good. But the life we are living today on earth, we will face challenges. We will pass through pains. Better be ready for such seasons when things will not be working according to how you have been praying. You have been praying, you have been praying this way, but the reality on the ground is different. So Elimelech, a very good name. God is my king. Naomi, pleasant.
Alafu wanazaa watoto wawili, Mahlon and Kilion. Wanawapea majina mbaya sana. Mahlon inamaanisha sickly. Mahlon means sickly. Kilion means weak. Yeah. Mahlon inamaanisha ni mgonjwa tu. Alafu Kilion mnyonge tu. You understand up to there? Now, there is something I want to teach you tonight. Whenever there is no bread in Bethlehem, in the house of bread, do not smell bread from Moab. Wakati mkate hakuna Bethlehem, usisikie harufu ya mkate ya Moab. Kama hawa watu. Do not smell bread in Moab. Because when they did that, Bible says they went to Moab. When they went to Moab, Bible inasema ya kwamba Naomi lost the husband, Naomi lost the 2 sons in Moab. Bwana asifiwe sana. What do I mean when I tell you do not smell the bread in Moab when famine is around your life? Maintain your stand in God. Some of us as children of God, we have been in a problem whereby we need to do something that is not godly for us to come out of the problem that we are in. That is called smelling the bread in Moab. Unaamua tu nikipiga usharati moja nipate tu 50,000, nitasaidia hata bwana yangu. Nikunusia mkate ya Moab. You are really in luck. Alafu mtu ana drop pesa, anaangusha pesa chini 1,000. Unaona tu hii ni Mungu amekuja. Muujiza. Tenda muujiza. Haleluya. Yeah. Sijui kama ushawahi kuwa kwa hiyo situation whereby there is no bread in the house of bread. Famine is in the house of bread. Bwana asifiwe sana. I don't know whether you have been there, where you need to prove to yourself and to God that you didn't follow God because of the good things that God promised to do. Because this family, this guy claims his name is God is my king. But God was ruling Israel. He left where God was ruling because he didn't trust God. He went to Moab. Elimelech means God is my king. So God was his king, yes, but he did not trust in the king. He did not wait on God. He didn't trust in God. Why? I don't know. Situations happen in life that you will prove your trust to God. Mambo itawafanyikia kwa hii mwaka yenye inahitaji udhibitishia Mungu ya kwamba unamwamini. Mimi nakwambia ukweli. The good thing about me is I'll tell you the truth. This year will come with challenges. This year will come with good things. So Job anasema, shall we only receive good from God? Because injili ya saa hii ni prosperity too, day in day out. God is opening a door. What if he does not open? Will you still stay and wait for him? Wambete? Ugali ipatikani kwa meza. Bado unaweza amini Mungu ya kwamba ni Mungu. Because Bible inasema nyumba ya mkate haikuwa na mkate sasa. The house of bread didn't have bread because famine had come. And a severe famine. Now, another point I've told you, number one point I've taught you tonight is this. Do not smell the bread ya Moab. Na hiyo bread, unajua Moab hakuna famine. Hii famine iko tu huku Bethlehem. Ya, wambete. Famine iko wapi? Bethlehem of Judah. Hii famine hakuna kwingine. Esther, the famine is not in Moab. Do not smell it. Mtu asikuja kuambia
Unajua kuna watu walioleka kwa sababu ya harufu ya mkate ya Moab. Alishindwa kulipa nyumba siku 2 siku 3, mundugu akakuja anakaa kwa na kitu akaoleka. Aondokee shida za kulipa nyumba. Akaingia kwa maneno. Leo hii wanakuja hapa, man of God, uko na watoto 3 utaenda. Sasa unajua, let me tell you how the devil fixes people. Praise the name of the Lord. Imagine you are not able to pay a house rent of 5,000. You get married because of that. Then una discover uko kwa wrong marriage na uko na watoto 3. Now, sasa because uko na watoto 3 tena unajiuliza nitaenda. So unaendelea kunusia hiyo mkate tu. Uko na watoto, nani ataniona watoto 3? Nani alikwambia uwezi oleka na watoto? Nani alikwambia uwezi oleka na watoto 3? Kuna watu wanaoleka na 7. Bwana asifiwe. Wife ya guardian angel anaitwa nani? Musila alioleka watoto ngapi? Akiwa na miaka ngapi? Wewe umefika hapo na uko na give up. That's a living testimony. Kanabere toloto perede. Yes. Yeah. Na I thank God venye anaringanga. Mimi na ukikuwa na Bwana ringa. Wenye wana wasikie vibaya. Rekadabayanaba. So some Christians, because of famine around them, and remember, if this famine was not forever, it takes me to my second point that I want to teach you tonight. Point number 1, do not smell the bread from Moab. Number 2, do not make permanent decisions because of a temporal problem. Hapana fanya uamuzi ya permanent na kwa sababu ya kashida kamsimu. Famine, a small famine made Elimelech and Naomi go down to Moab. Famine. Ayamana gebele to shazadaba. Don't make permanent decisions because of temporal problems. Ndugu yangu, unaweza acha bwana yako. Kumbe alikuwa anafaulu after miezi 2 kabla wewe uende. Bwana asifiwe. Utoroke bwana. Maana umeona huyu ni kama hana dalili yake hako. Temporal problem should not make you make permanent decisions. Famine imekuja tu kiangazi kidogo. Amesanya bwana na watoto Moab. Tutoroke, wacha hao wateseke na kiangazi yao. In the same chapter, Bible inasema Bethlehem wakavuna. Na wakati walikuwa wanavuna, yeye alienda, hakupanda kwa shamba yake. Waliporudi ilibidi Ruth aanze kuokota mrokoto kwa shamba za watu. Look at the kind of shame aliletea familia yake. Na ameenda akapoteza bwana na watoto 2 wakakufa wote. So you can take a wrong journey because of a temporal problem. Don't be quick to make permanent decisions. Unaharakisha kufanya uamuzi. Wewe ni msichana, umengojea bwana, unaona ni kama bwana akuja, unaamua kuanguka na kenye inatokea mbele. Unaharibu maisha. You decide to marry somebody's wife, somebody's husband. Do not make permanent decisions because of temporal problems. Don't. Naomi and Elimelech, they make this mistake. They decide because there is famine in Bethlehem. Remember, this is the land of the promise. This is where God told them to go. I am carrying you from Egypt. I'm taking you to Canaan. These people were in Canaan. Number 2, they were in Bethlehem of Judah, the house of bread, where bread is. When bread is not in the house of bread, don't make permanent decisions. Bethlehem means the house of bread. And now there is no bread. The God that has been giving you bread, because he forgot to give you bread one day, why are you deciding to run away from him? Why? You run away from Bethlehem. You go to Moab. Then when you get there,
your husband dies, your children dies, then you come back to the house of bread, watu wanavuna. Then you tell people, do not call me Naomi, call me Mara, call me bitterness. You made yourself bitter by making these wrong decisions. Why would you decide you decide to move out of a marriage because of a small challenge? Because of a small challenge. Small challenge. My friend, hakuna ndoa haina changamoto. Changamoto ni tofauti tofauti. Labda changamoto yako ni ya pesa. Changamoto yetu ni tuko na pesa, tunagombana tutatumia aje. Unaona? Because rich marriages are breaking. Poor marriages are breaking. So what is the problem? Tuongee ukweli Esther. Unaona matajiri wakiwachana? So wewe unafikiria shida ya ndoa ni pesa? Shida ya ndoa si pesa. Shida ya ndoa ni kufanya maamuzi ya haraka. Kwa sababu ya shida ya msimu. Unaona kama mtu ni mfupi na wewe ulikuwa unataka mrefu, huyo shida iwezi isha. Kayada bayada. Hiyo sasa utapambana nayo. Hiyo ni shida ya kukaa nayo. Bwana asifiwe sana. But do not make a permanent decision kwa sababu ya. Now, let me demystify hii kitu. Moabites walikuwa wanaabudu Mungu anaitwa Kemosh. Kemosh. Mungu anaitwa Kemosh. Huyu Mungu wa Kemosh alikuwa anachukua sacrifice ya watoto. Walikuwa na offer sacrifice ya watoto. Umeshika mpaka pale. Ukikuja kusoma baadaye kwa First Kings, ni First Kings ama Second Kings, Biblia inasema Waisraeli walienda kupigana na mfalme wa Moabu. Israelites went to fight against the king of Moab. When Israelites were winning, the Bible says the king of Moab took his son, sacrificed his son on the wall, and he won the battle. So they were serving a god called Kemosh. This god ni Mungu mwenye anachukua dhabihu ya watoto. Now, Elimelech amekuja Moab, hajui hiyo kitu. Akakataa kutoa mtoto, wakamchukua yeye. Alafu wakachukua watoto wenyewe. Elimelech is not aware of the God of the Moabites. He's not aware of that. He's not aware that in Moab, people sacrifice their children. That is why Naomi goes down to Moab with the husband and 2 kids and returns with nobody. Then anarudi mwaka yenye hawezi oleka na hawezi za kufanya permanent decision kwa sababu ya temporal problem. Kama si Ruth, if it is not Ruth who stayed with this woman, umama hata hakuwa na dalili. Bwana Yesu asifiwe. So we are not supposed to make permanent decisions kwa sababu ya temporal problems. When you are in famine, be careful the decisions you make. When you are going through challenges, be careful of the decisions you make. Don't make a decision like utaenda kanisa kwa sababu uko na changamoto. Those are wrong decisions that most people make. When they are facing a lot of battles, they don't go to church. You say, I will not go to church because what I'm going through. Saa ingine hata vita yenyewe inatoka huko church. Enda tu huko. Si ni kwa nyumba ya Mungu. Enda huko mupigane. Biblia inasema mkiumana msibora mtu msimalizane. Umaneni tu. You understand? Praise the name of the Lord. This is what is making Christianity in a car. We are not serious. Because you are only serious with God when things are going well with you. You are serious with God when God is providing. When you still have your job. What happens? Can you still continue following God when you lose your job? When your husband leaves you? When your wife goes away from you? When you lose your child? Can you still stand and say He is faithful when everything around you is not working? Or He is faithful when things are working? Mungu ni mwaminifu. Nimekuja kutoa ushuhuda. Juzi nilikuwa na malaria, sasa nimepona malaria. Wacha hiyo si ushuhuda bwana. Niliwaambia hapa malaria si watu umepona malaria. Kitu yenye daktari anaweza kuponya, hiyo si ushuhuda. Usisimame hapa uanze kutuambia ati uko na ushuhuda. Pona kifafa yenye imeshinda madaktari, hiyo ni muujiza. Pona HIV kama hii kesi inaendelea huku kwa mitandao.
si mbaya watu wakitaka proof. Na kweli kama alipona, mnaogopa nini? Alipona. Na kama alitangazwa na mashini ya kwamba ni mgonjwa, muache mashini itangaze tena si mgonjwa, si mbaya. Hapa watu watapona HIV, na naisema kwa mtandao. Watapona na mwenye anataka kupima akuja apime, mwenye alitangaza ni mgonjwa aende angalie. Lakini hatuwezi chukua testimony that you have been healed of HIV kama daktari hajakuwa approved na serikali. Hii ndio dunia tunaishi leo, na lazima tuende na sheria. Si ati hawa watu wenye wanashuku hiyo muujiza ni wabaya. Wako tu sawa. Mimi si support either. I'm not supporting the repentance and holiness or whatever. Mimi na support Mungu. Bwana asifiwe. What I know about God. Yesu si aliponya watu wenye wako na ukoma. Si aliwaambia waende wakajionyeshe kwa makuhani. Kwa nini? At that time ni makuhani walikuwa wana certify umepona. So it's not wrong to try and test and see if the miracle is real. Kama ni fake pia tutajua tu, na Mungu ata expose watu tu. Sasa kama alipona, we thank God. Kama ni stage managed pia, shauri yenu. Tunajifundisha jinsi ya kutofanya huduma. Bado Mungu anaweza. You see, when you are a good man of God, God will still use you. When you are a bad man of God, God will use you as a bad example. You still useful. Acha nisiongee sana hapa, nijione kwa TikTok jioni. Bwana asifiwe sana. Umeshika paka pale. So we are not supposed to make decisions that permanent kwa sababu ya njaa ya siku kidogo. Baba nasema ukiendelea, hebu endelea chini hapo uone mkate ilirudi. Kwa chapter 1 tu. Aya. So wakaenda huko wakaoa na Oprah and Ruth. So Ruth and Oprah waliolekea Marlon and Kilion. Alafu kwa miaka 10 hata hawakuzaamo kitu. Sijui ni shida ilikuwa wapi. Shida ya kutoka mahali unafaa kukua, unaenda mahali ufai kukua. Bwana asifiwe sana. Yeah, you decide to run away from where God has positioned you because of challenges, alafu unatorokea mahali penye shetani atakupiga, alafu unarudi bila kitu. Bible inasema ya kwamba in verse 19, give me verse 19. Give me verse 19 to 20. Then we finish this service. Napenda ku keep time. God bless our online viewers. Mungu awabariki sana. Naona Maggie ana watch. Bernard, God bless you. Ruth, God bless you. In the name of Jesus. Kevo, God bless you. In Jesus' name. So they too went until they came to Bethlehem. And it came to pass when they were come to Bethlehem that all the city was moved about them. And they said, is this Naomi? Continue verse 20. Uone kitu Naomi anasema. And she said unto them, call me not Naomi, call me Mara, for the Almighty has dealt very bitterly with me. Let's say the truth. Hapa ni Mungu alidili na mama. Ni Mungu alidili na mama. Si ni yeye mwenyewe alifanya maamuzi zake akaenda huko Moab. Alisikia harufu ya mkate ya Moab, akateremka pale kunanuka mkate. This happens when the children of God umekuwa kwa hii huduma. Kwa mfano, God is about to come to bless you. Alafu unaona ni kama akubarikia hapa, unaingia Holy Moses. Ukishaingia Holy Moses sasa unapoteza mpaka bwana na watoto. Alafu unarudi tena hapa, alafu unasema na Mungu amedili na wewe. Si Mungu amedili na wewe, ni wewe ulisikia harufu ya mkate ya Moab. Go to the next verse. Bible anasema nilienda full nikarudi empty. Look at it. I went out full and the Lord has brought me home again empty. But it is not the Lord. It is not God who took her full. She decided to leave the place of assignment. God gave the children of Israel Canaan. She left Canaan and went to Moab. Oh, nimetumika kwa kanisa, nimetoa mafungu. Sungekaa na mafungu zako tuone kama ungesaidika. If you could not manage the 90, what makes you think you would have managed well the 10? You remained with the 90%. Now you are poor because of the 10% you gave. Na ndio unaona kwa hiyo huduma hata tusisitizange sadaka, maana mumeumwa sasa. Hata mtu akiongea kuhusu offering mnafikiria anataka pesa yenu. Na hapa na mahali tunaenda inabidi wahubiri tuendelee kufanya kazi. Ndio kwa nini? Ndio
Tuhubiri injili bila lawama. Biblia inasema tukue blameless. Yeah, itabidi tumefanya makazi, tuweke mabiashara, ndio mkikataa kutoa, sisi wenyewe tunaendelesha kazi ya Bwana tu. Kazi iwezi simama. Hallelujah. Are we together? So anasema vizuri sana. Now I wanna ask you a question. Mara ngapi umefikiria Mungu ana deal na wewe vibaya na ni wewe umefanya maamuzi mbaya? Esther, mahali maisha yako iko, unaweza sema ni Mungu ama ni wewe na maamuzi zako mbaya na maarufu za mkate za Moabu? Ulikuwa ukanukia hivi chapati ya siku moja, hujui chapati itaisha. Bwana asifiwe sana. Ukaona kama mtu kama mimi na koti kwa barabara, ukaona akakuja, ukaona haya kuisha, kumbe unaenda Moab. Kumbe unateremuka Moab. Unapoteza mpaka ile kitu mzuri ulikuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Angalia Genesis 26, usifungue. Baba anasema famine yenye ilikuja wakati wa Abraham ilikuja wakati wa Isaac. Na Isaac akataka kufanya kama baba yake, akataka kwenda Egypt. Hata yeye angetuzalia watoto wengine wabaya. Mungu akaona already Abraham amezaa tu shida. Tena wewe unataka kuleta shida nyingine. Wewe nawe uende uchukue Haga huko, uchukue Nyashi huko. Si Haga ni Nyashi, uchukue huko ulete kama Abraham. God akamwambia usitoke hapa Isaac. Kaa tu hapa, panda hapa utavuna, usiende Egypt. Don't go. So there are problems we are suffering today because we moved out of where God placed us. Tukaenda Moab, tukasikia harufu ya mkate. Kwa sababu huyo wakati kwetu hakukuwa na mkate. Na hapo kunaitwa nyumba ya mkate. Nimewaambia hivyo watoto wa Mungu, nataka mjue kitu kimoja. Shida zitakuja. Lakini good thing about mashida si ya milele, ni temporal. Na hiyo ndio wakati mzuri ya kuprovia Mungu ya kwamba unamwamini. Naamini Yesu atafanya njia. Naamini Yesu atafanya njia. Sikiza hii. Usiambie Mungu hivyo alafu unaenda kujiundia njia. Hiyo ndio shida ya Wakristo. You tell Jehovah, I trust you. Open a door for me. So Jehovah ameenda kupanga venye atakufungulia njia. Wewe umeenda kujifungulia tayari. Alafu after hapo unasema Mungu amedeal na mimi bitterly. I went out full. I've come back empty. Do not call me Naomi. Call me Mara. It is your decisions that has landed you where you are. Na kwa hii kanisa nitawaambia ukweli. Kwanza ni mimi kukataza kitu uende ufanye ikuharibikie. Hata ukuja siwezi kuombea. Nitakucheka tu. Sasa usikii tutakufanya aje? Ukiambia Mungu namwamini, mungoje tu. Kama Abraham alingoja. Sara akafanya kama Eve. Sara, bwana mgani anaweza wewe leo hii uende uchukue msichana uletee Eliakim? Unafikiria atawacha? Nani wewe umeleta? Si ati ni yeye ameendea. Wewe umemshika hii ukamle baba nani ndio hii. Sara alifanya hivyo. Akaangusha mzee wa imani. Akaendea akaleta Nyashi. Haga akaletea Abraham. Wanatubomba mpaka leo na watatubomba milele. Unashika? So temporal problem. Sara ameshindwa kungojea tu. Mungu amekuja akasema atakuja. Ngoja. Sara akaambia Abraham, wewe ndio una hekima. Hakusema atakuja hivyo. Alikuwa anasema chukua haka kama msichana. Na ni kama naye Abraham alikuwa anakaangalianga tu hivi kakipita. Anasema isipokuwa nimeokoka. Na wacha nikuambie kitu. Should I tell you a truth?
Msielewe vibaya please, I beg you. Those that are online, those that are here. Do you know why God's Bible inasema Abraham staggered not? Immorality is done against your partner. Wewe leo hii uchukue msichana upe bwana yako, hiyo sio immorality. Naamini. Naamini. Wewe. Yeye alisema sitaona mwingine, wewe ukaleta mwingine. Wewe, hakuna dhambi hapo. Kayana na. Ndio unaona Abraham alichafua hii kitu. Pararapapapa. Ishmael, shida. Alafu si siku nyingi kutoka hapo Mungu akakuja. Sasa already umezaa shida. Inabidi uanze kuifukuza, lakini shida yenyewe nayo iko na sura yako. Hata ikienda watu wanajua ni yako. I know one girl alijiweka, alijikeep, akawa akifanya kazi kanisani, kimngojea Bwana. Akakuwa ni kama example kule kwa kijiji yetu. Akakuwa kama example, watu wanatoa wasichana mama akitaka kupunish msichana wake anamtumia huyo msichana kama example. Huwezi kaa kama msichana fulani. Siku ya kuoleka naye wacha ichelewe. Hawa wengine wenye walipiga rasharasha wameenda wote. So that devil began to preach to her and she made a wrong decision. Akajipata amefanya makosa na bwana ya mtu, akazaa. Akaharibu ushuhuda yenye aliweka kwa miaka mingi. Akaiharibu. Mpaka wa leo hajaoleka. Kwa nini? Kwa sababu anaamini makosa alifanya ni kubwa sana. I tried to talk to her, nikamwambia sikiza. God is a God of restoration. Mungu ni Mungu mwenye atakurejesha. Anaweza kupa bwana yako, anasema hataki, yeye anataka hivyo simply because of the mistake. Na alafu unajua anakaa anasema kwa nini Mungu hakukupeleka kwa hiyo room? Mungu hakukuambia ukubali? Why God? Which God? Ni wewe uliamua. Uliza. Yes. We are in the New Testament. It is a sin for a man to have two wives. It is a sin. Umeshika? Ni dhambi. But now there is a difference when mtu alikuwa na bibi wawili akakuja kwa Yesu. Atakuja na mabibi zake, hata fukuza hata moja. Kitu Biblia inasema ni kwamba hata kuwa kiongozi kanisani huyo mtu. Ataokoka na atakaa na mabibi zake wawili wenye alikuja nao kwa wokovu. Hatutamwambia katikati ya hawa wawili chagua moja, fukuza ingine. Utakuja nao. Lakini ni makosa kama uko tayari kwa ukweli, unajua unafaa uwe na mke mmoja, unaongeza. Wewe hata damu ya kukuosha hakuna. Wewe unafaa upigwe mawe. Na hii ndio tofauti ya watu wenye walichora tattoo kabla hawajakuja kwa Yesu. Umeshika? Sasa uko kwa Yesu tena unaenda kuchora. Sasa kuja na tattoo yako yenye ulichora kwa dunia. Itakukumbushanga mambo zako za duniani. Ni sawa. Unashika. Lakini sasa tena umejua ukweli tena unarudi kwa makosa. Biblia inasema hakuna tena damu ya kukuosha. Ni kama kuchukua damu ya Yesu, Biblia inasema na unaanza kuitembelezea juu hivi. Umeshika mpaka pale? Are we together? Up to there. So, tume-establish 2 points today. Point number 1. Usisikie harufu ya mkate ya Moab, uende Moab. Esther, panaenda Moab. Umeshika mpaka pale? Number 2. Usifanye permanent decisions kwa sababu ya shida temporal. Nyumba rent hujafungiwa rent, umefungiwa siku 2-3, hujalipa nyumba. Hata wengine wetu hatujalipa na hatushtuki. Bwana asifiwe. So usifanya kwa uamuzi, mtu anakupea ofa ya 50,000, kumbe hako anakupea ugonjwa wenye utaishi nayo milele, ndio utapata 50,000. But do you know how you have traded your destiny? Angalia ngono moja venye ilileta shida duniani ya Abraham. Moja. Katuzalia problem mpaka leo. Mpaka leo.
Ukijua giza ile inaingianga mtu wakati unafanya hiyo ujinga, una affect mpaka hawa na wako hapo na wewe ukifanya. Is such a darkness. That's why God hates it so much, because inaleta darkness generationally. God is a God of generations, na generations inapita hapo, alafu unaenda kufanyia dhambi hapo, unatumia hiyo kama si ufanye dhambi ya mikono, piga watu makofi huku kwa barabara, hiyo ita affect watu, ita affect watoto yako. Kama ni dhambi unataka kufanya sana, simama pale kwa soko, tukana watu, fanya hizo. Ya usharati ina affect kizazi yako. Hiyo ndio mahali Mungu anatumia kuleta vizazi na vizazi na vizazi. So ilikuwa uzae mhubiri, mhubiri alikuwa atoke na John alikuwa atoke kwa kizazi yako, next generation. Na God postpone. Maana uchafu imekuja. John atatokea yeye naye aanze kukua kama Samson na Delila. Angalia makosa yenye inafanyika na David. Baba yake si ndiye anafanya makosa yenye inafanyikia David. Biblia inasema kwamba David anasema mama yangu alidungwa mimba kwa dhambi. Udungi ya mimba ya mimi kwa mama yangu ilikuwa ya dhambi. Siko kwa Psalm 51. Sasa wanazaa kama mtu kako tu na dhambi. Ndio Mungu apigi David, maana anajua hii dhambi David yako nayo si yake, ni ya baba yake, alimuwekelea. Angalia venye sasa ikafika kwa Solomon. Anaoa wanawake 1000. Mwaka iko na 365 days. Alafu anakuwa na watoto wawili. Mimi nitamuuliza nikifika mbinguni, how did you manage 1,000? Wamama na kelele mnakuwa nayo 1,000. Hey. Mungu akupee hekima, wewe utumie hekima kuoa. Yaani unajua ako na hekima ya kutoroka hivi. Mungu anampea hekima, badala saidia watu, yeye anafanya kazi kila Saturday harusi. Kila Saturday ako na hekima ya kuconvince wanawake wamfuate, wote ni kuwaoa tu. Bwana asifiwe. Na najua hata wewe ungekuwa wakati ya Solomon ungemuolekea. Hata wewe ungeenda, hata wewe huko olewe Yerusalemu. Umeshika wambete. Today usisimame, ni makosa sana ukisimama mbele ya Mungu, you stand before the Lord and blame God for the decisions you made. You never asked him, you made decision because of a small problem. And in those days God alikuwa analeta famine kuwakumbusha mumetoka kwa njia zangu. So God alikuwa anawakumbusha mumeniwacha, rudieni. Badala wamrudie wakamtoroka. Uliza. Niwe mwenyewe, that's your problem. Huyu mama si Mungu alimwambia aende Moab. Yeye mwenyewe akaamua kwenda Moab. Alafu akitoka huko ana blame Mungu. Hivyo ndio mnafanyanga. Ndio unaona hii story iliandikwa mjifundishe. Hii ni story. I'm teaching you from a story of a woman called Naomi. God has carried people from Egypt. Wameingia Canaan. Hii story iko after Joshua. Hii. Hebu rudi nyuma tuone ni kitabu gani nafuatana na hii kitabu. Uliza. Hiyo marriage kwanza utaikeep na neema yako, utaikeep na hekima yako, hata ulilie Mungu aje. Ufai kukulia, unafaa kuja na toba, gunia 3 ya toba mbele za Mungu, kwa sababu alikukataza kitu ukakataa kusikia. Hata kutupa, kwa sababu Mungu ni baba. Ukirudi, baba anasema kwamba if you return to him he will return to you. Hata kujaji na mistake ulifanya, atakupea another opportunity to prove yourself. Sasa wambete mwingine atakuja wa Ukambani. Sasa
na si wa Mungu. God ana expect sasa tena utamuuliza. Alafu wewe tena umuulize, unaona ni miujiza, unaingia tena unatoka. Imagine God alikukataza kitu ukafanya. He warned you not to do that, you did it. You came crying to him. He forgave you and gave you another chance. You did it again. Then you come back crying. Unajua nani anapoteza? Si ni wewe. Miaka yako ndio inaenda, si ya Mungu. Mungu hata hana miaka. So ni wewe, kitu ya kwanza unazeeka, ni wewe watu wanatumia. Unashika. So hata ukarudi tena mara ya pili, atakupokea tena. That's how loving our Father is. Mpaka ile siku you will learn to trust him. Trust is not in the mouth. Trust is in actions. Especially Christians, we are tested by challenges. Changamoto ndio inaoneshanga wewe ni Mkristo ama wewe ni jangili. Because most of the Christians today, they are in Christianity because it is well with them. When it is not well, they will look for options. People go and sleep with people out there, and they are given cars, and pastors dedicate these cars. That wanakuja kutoa testimony, they come and give a testimony in the church. God has blessed me with a new car. And because the man of God eyes is so close, he takes anointing oil. Father, we thank you. A car that was acquired through immorality. The girl has come to church to try and sanctify it, and you go and anoint it. You should stand on the altar and say, perish with your car. Bible nasema, a man came to Peter and told Peter, I want to give you money, you give me this anointing. Ni ordained. Hata mimi I will be putting my hands on people and they receive the Holy Ghost. What did Peter tell the guy? May you perish with your money. Perish with your money. Our loyalty to Jesus is measured especially in the days where there is no bread in the house of bread. Wakati hakuna chakula kwa nyumba ya chakula, hapa ndio Mungu anajuanga kama Esther ni Mkristo ama Esther ni chambasi. Simama kwa miguu yako kwa jina la Yesu. I just want you to pray one prayer. Baba, nisaidie nikuamini, nisaidie kukufuata, nisaidie nisifanye uamuzi mbaya siku za shida. Unajua shida inafanyanga saa nyingine ufikiri. Bwana asifiwe sana. Yeah. You have come out of you are in a problem. I pray that God will give you wisdom to make the right decisions. You will not make decisions like Naomi. Naomi made a decision to leave Bethlehem of Judah. Akateremuka akaenda huko Moab na akaona mashida. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. You know, to sauti yako dakika moja, make that prayer in the name of Jesus. Pray in Jesus' name that Jehovah will help you not to make a wrong decision. You will not make a wrong decision in the name of Jesus. Utafanya uamuzi mbaya katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. So we'll be here tomorrow morning glory. Leo asubuhi Wambete aliamua hata kuja, akaamua kutandika usingizi. Niliandalia na nikasema sitakupigia amo simu. Bwana asifiwe sana. Omba ungali kijana. Kabla uzeeke useme sasa ni mgongo itaki, wachana uko na nguvu. Unaona nini? Invest in God when you can. Unaona ukiwa na nafasi, kwa sababu kesho Mama Hope, God will bless you with big companies. Utaweza kosa muda mrefu sana ya kutokea kwa nyumba ya Bwana. Utakosa time ya kuja kuosha venye unaoshanga. Mungu atakumbuka hiyo kazi ulifanya. Umeshika? Mbona hivyo venye Esther unakujaga hapa kila Tuesday unaimba, unakuja, hiyo imetosha. Siku ya wakati hakuna mkate kwa nyumba ya mkate, Mungu anakumbuka. Aka kama mtu usipokapea mkate akataenda kuimba, wacha tu nikapea mkate. You understand? So God is a God of covenant and God of remembrance. Ni Mungu anafunguanga kitabu ya kumbukumbu. Anafungua, anaangalia, alafu anasema hapana, wakati wa kukumbuka Mordekai imefika. Bwana asifiwe sana. So nawaombea Mungu awapatie neema. Msifanye uamuzi mbaya wakati mnapitia changamoto. Number 2, msisikie harufu ya mkate ya Moabu na muende Moabu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Unajua kuna you see people that are ordained by the devil to make you fall in immorality, wanakuwa na mdomo mwingine tamu sana. Anointed mouth.
So usisikie harufu ya hiyo vitu, teremke moto. Bwana asifiwe. We can give our offerings, alafu tumalize hiyo ibada. Kesho tutakuwa na podcast. Kesho tunaongelea kuhusu spiritual fathers. Hiyo ni saa 2. Tutakuwa hapa live. We have Pastor Brian and Pastor Mike will be handling that topic tomorrow in the name of Jesus Christ. Amen. God bless you. God bless you. In Jesus' name. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God, the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Mungu awabariki, Mungu awatangulie kwa jina la Yesu Kristo. God bless you in Jesus' name. Ngombe kuna mtu hataki uoleke, Esther. Father, in the name of Jesus.